Kumkosea amemkosea kwa sababu mtu mzima kama yule na kiongozi mkubwa kumwambia kwamba amevaa shati lake la Christmas. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Michezo mambo ni mengi sana. Young Africans kesho zidi ya Tabora United, kipi ni kipi, mechi ya kisasi ama itakuwaje? Lakini Simba ni zidi ya Al Masry kukata tiketi yao kuelekea katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika kuitafuta tiketi ya nusu finali. Lakini baada ya hapo ni Ali Shabani Kamwe, Tabora United wao wakimtaka kumpa saa 24 tu kwenda kuomba msamaha mbele ya mkuu wa mkoa Paul Chacha. Kipi ni kipi, karibu sana. Nipo na teacher hapa GB 64. Upo vizuri? Mimi niko vizuri. Mambo yanasonga. Mambo yanasonga, tuko katika Eid al-Fitr. Kule tumemaliza sikukuu na tumekula, zimebakia zile 6. Sikukuu tunamalizia. Leo sikukuu ya pili leo tunamalizia. Na walioanza 6 wameanza leo kufunga 6. Mambo ni mengi sana GB 64 kuelekea katika mchezo wa Young Africans zidi ya Tabora. Ni kama mkuu wa mkoa amewapandisha kichaa Young Africans. Ali Shabani Kamwe kuna maneno ambayo ameyatoa na mara baada ya hapo Tabora United wameibuka na kumpa saa 24 Ali Shabani Kamwe kwenda kuomba msamaha mbele ya mkuu wa mkoa. Kauli za Ali Shabani umezisikia GB 64. Ni wazi Kamwe amemkosea mkuu wa mkoa wa Tabora. Kumkosea amemkosea kwa sababu mtu mzima kama yule na kiongozi mkubwa kumwambia kwamba amevaa shati lake la Christmas, umenielewa bwana? Haileti busara. Yule ni kiongozi, yule ni rais wa mkoa wa Tabora. Ina maana yule ndio anayemwakilisha Mama Samia, anayemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anawakilishwa na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo yule shughuli zote za rais ndani ya mkoa wa Tabora basi zinafanywa na yule bwana. Kwa yule bwana yeye anaisimamia nchi, anamsimamia rais katika shughuli zote za nini? Za kiserikali ndani ya mkoa wa Tabora. Kwa hiyo kumkosea heshima, kumwambia sijui atachacha, yani kachukua jina lake ile kwa sababu yule bwana anaitwa Chacha, kaunganisha akasema sijui atachacha sijui Jumatano, inakuwa haileti nini? Haileti mantiki. Kwa sababu ukiangalia yule ana haki ya kuisimamia timu yake kwa sababu kwanza ni mlezi wa ile timu, ni kiongozi wa ile timu, afu ni kiongozi wa mkoa. Yule ni rais wa mkoa wa Tabora na timu iko ndani ya nini? Ya Tabora. Kwa hiyo alipaswa kuisimamia timu yake na kuifanya timu yake ifanye vizuri kwa sababu aibu itakayoletwa na Tabora ni aibu ambayo inaelekea kwenye mkoa wake. Kwa hiyo lazima awe mkali, aisimamie timu yake. Na hata ukiangalia zile promise anazowapa, sawa, zile ni hamasa kuelekea kwenye mechi kwa sababu zile hamasa hajafanya kwa Yanga tu. Hata wakati Tabora anacheza na Simba aliwaahidi milioni 50, lakini ukumsikia Ahmed Ally kwenda kutoa maneno ya kashfa kwa kiongozi wetu, kiongozi wa nini? Wa mkoa wa Tabora. Ali Shabani Kamwe si mara moja wala si mara mbili kukutwa kwenye hizi hatia. Mara kadhaa ama juzi kati Ali Shabani Kamwe aliitwa kwenye kamati ya maadili. Tetesi zikawa nyingi sana kwamba Ali Shabani Kamwe amefungiwa kifungo cha miaka 2 na faini. Si muda mrefu sana zimepita. Vipi kila siku Ali Shabani Kamwe kwa ile ambalo linaendelea GB 64? Kwako umechora taswira gani? Unajua Ali Kamwe anaonekana kama kuna watu nyuma ambao wanamkingia kifua. Na inaonekana kama anatumwa aongee vile vitu kwa sababu mimi naamini Ali Kamwe kabla hajaja Yanga alikuwa hivi. Ali Kamwe alikuwa ni mtu mmoja mpole, mtaratibu, mtu anayejua mpira, anazungumza masuala ya kimpira, alikuwa ni tegemeo kubwa sana kwa watu wa mpira, alikuwa anatupa chakula cha kimpira. Lakini Ali Kamwe tangu aingie Yanga amekuwa na mabadiliko makubwa sana. Na sio Ali Kamwe, hata Manara wakati uko Simba alikuwa hana tabia hizi kama alizokuwa nazo Yanga. Alikuwa anaheshimu viongozi Manara, alikuwa anaheshimu viongozi wa mpira, hakuwa na tabia hizi za ajabu. Lakini naye alipokwenda Yanga, naye vile vile Manara amebadilika. Kwa hiyo sio Ali Kamwe tu, watu wengi sawa ambao wanakwenda kufanya kazi Yanga huwa wanakuwa na mabadiliko makubwa sana ya kitabia. Kwa hiyo behaviorability zao huwa zina change sana wakati wanakuwa nini Yanga. Hata ukimwangalia Antonio Nugas naye alikuwa na tabia hizi. Ukimwangalia Dismas Stein, umeelewa bwana, naye alikuwa na kauli za kishujaa. Yaani watu wengi, wasemaji wengi wakienda Yanga kama maafisa habari huwa wanakuwa na kauli za kishujaa, yaani wanakuwa wanajiamini sana pindi wanapokuwa Yanga. Kwa hiyo kama kunakuwa na defense fulani wanaofanya nini, wanaopewa Kujiamini kwa Ali kuna watu nyuma. Kuna watu nyuma, sio bure. Ali Kamwe kwa tabia jinsi ninavyomjua mimi Ali Kamwe sio huyu. Lazima kutakuwa na watu nyuma ambao wanamtuma afanye haya mambo. Kwa namna sasa mkuu wa mkoa alivyoongea
kauli nyingi amezitoa na kuzungumza kwamba kuna message zimeanza kupenyezwa na wachezaji wake kwamba kama watalegeza hii mechi basi wakitoka wanafungu lao. Ni wazi kuna vitendo vya rushwa vinaendelea kati ya Young Africans na Tabora. Hii mechi ni ngumu sana kwa sababu Yanga mechi ni miongoni mechi na Tabora ni miongoni mwa mechi ambazo Yanga zimewasumbua msimu huu. Kuna mechi kama 4 hivi ambazo Yanga kucheza kwake anacheza kwa tabu na anapata matokeo kwa tabu. Anasumbuliwa sana au sometimes apoteze kabisa. Mechi na Tabora na Azam na JKT Tanzania pamoja na nini na Simba. Hizi mechi zimekuwa na utata kwake. Kwa hiyo lolote linawezekana. Kwa uwezo ukasema kwamba una viashiria vya rushwa wakati hujafanya nini? Hujaviona. Isipokuwa sawa lazima hivi vitu vitafanya nini vitakuwepo kwa sababu kutokana na ugumu wa mechi ulivyo. Kwa mwenyewe ndo amezungumzia kwamba hivi vitu vipo na ameshaanza kuona ishara kutokana na wachezaji wake wenyewe. Ameona message zinatembea. Sasa kama mkuu wa mkoa ameona hilo, mimi kwangu unahitaji nini? Nitoe ushahidi wa aina gani? Kama mkuu wa mkoa mwenyewe ameona viashiria. Na ndio maana nikakwambia miongoni mwa mechi ambazo zinaisumbua Yanga ni mechi na nani? Na Tabora. Kwa hiyo hivyo vitu kama mkuu wa mkoa akaongea, sawa mimi sipaswi kupinga kama GB 64. Umeelewa bwana? Kwa sababu ninafahamu mechi nyingi za Yanga sawa zilikuwa zinachezwa smooth lakini hizo mechi 4 zinakuwa na ugumu. Kwa hiyo Yanga yani kivyo vyote Yanga lazima atumie ili aweze kupata nini? Aweze kupata matokeo kwa sababu ndio mechi ambazo zinamnyima usingizi Yanga. Tuangalie sasa Young Africans uwanjani. Hii mechi amepoteza mabao 3-1 duru la kwanza. Duru la pili kwa mtazamo wako nguvu ambao umeiweka Tabora milioni 60 mezani kama ahadi ya hamasa imeendelea kuwa kubwa sana kwa upande wao. Young Africans hii mechi kwa upande wako anaenda kuwa ngumu kiasi gani lakini pia ni kama mechi ya kisasi kwa upande wao. Hii mechi aliyofanya hii mechi ingekuwa ya kawaida kwa sababu Tabora tayari ana cha kupoteza, alishamfunga Yanga hapa. Kwa hiyo kama Yanga wangeenda kule kimya kimya na kufuata taratibu za Tabora zote na kucheza mechi, hii mechi ingekuwa mechi ya kawaida, Yanga angepata matokeo kirahisi. Unajua adui yako wakati unamuinda usionyeshe kama unamuinda. Ukimwonyesha kama unamuinda na yeye unampa attention, aweze kuweka ulinzi wa aina gani. Lakini hii mechi imekuja kupewa ugumu na Alikamwe ndio mtu atakayehusika. Kama hii mechi Yanga atapoteza, basi mimi naona viongozi wa Yanga na mashabiki wa Yanga wanatakiwa wamwajibishe Alikamwe kwa sababu Alikamwe ndio kasababisha hii mechi ngumu kutokana na kauli zake kuelekea kwa mkuu wa mkoa ambaye ni mlezi wa hii timu, sawa, na vile vile kuelekea kwa wachezaji wa Tabora kwa kauli alizoambia kwamba wachezaji wa Tabora wana njaa, wamewekwa kwenye mkutano ule na mkuu wa mkoa hawajala, wana njaa. Kwa hiyo moja kwa moja lazima wachezaji wa Tabora watakuwa na uchungu kwamba kwanza mlezi ambao anailea timu yao na anayewasababishia wapate posho ndogo ndogo na mishahara, kiongozi wao ametukanwa na Alikamwe, amezalauliwa na Alikamwe. Kwa hiyo wale lazima watacheza kwa effort kubwa ili kutaka kumprove wrong Alikamwe na kulipa kisasi kwamba wewe umekuja umeongea hili, sasa tumekuonyesha hichi. Kwa hiyo lazima hii mechi aliyosababisha iwe ngumu atakuwa ni Alikamwe. Kwa hiyo Yanga wakifungwa au wakipoteza hii mechi wakisuru, basi lazima Alikamwe atakuwa amehusika katika kufanya nini kusababisha hii mechi Yanga apoteze, kwa sababu Yanga Alikamwe ndo aliyoitia ugumu nini hii mechi. Unaona nafasi ya Tabora kwenda kuchukua alama nyingine 3 kwa Young Africans? Uwezo ukaacha kuwapa Tabora nafasi kwa sababu kwanza Tabora walikuwepo. Mimi mara ya kwanza nilimpa nafasi kubwa Yanga kwa sababu Yanga anaenda kulipa kisasi hii mechi. Na Tabora hana cha kupoteza kwa sababu alishashinda mechi ya kwanza. Na historia inaonyesha Yanga kufungwa na timu ndogo mechi 2 zote, yani nje ndani. Hii historia sijawahi kuiona yani kwa kipindi hichi cha karibu. Kwa hiyo nimekuja kubadilika sasa baada ya kumuona nani? Alikamwe kwenda kuwadharau Tabora na kutoa maneno mengi ya kashfa kwa mlezi wao na kuwasemea mbovu wachezaji wa Tabora, yani kuwadharau wachezaji wa Tabora. Kwa hiyo hapa na kuipa urahisi hii mechi na kusema kwamba Tabora lazima tuwafunge, kuweka ulazima. Sasa ile ndio inapelekea hii mechi inakuja kuwa ngumu kwa sababu mimi naamini what I know, yule mkuu wa mkoa baada ya kikao kile cha kwanza, umeelewa alichongea na wachezaji wake na kuweka hadi ya milioni 60. Lazima atakuwa amewaita tena second time wachezaji wake baada ya Alikamwe kutoa maneno ya kashfa kwake. Sasa ili awaonyeshe Yanga kwamba mimi ni kiongozi wa aina gani, asionyeshe kwamba amezalaulika, kulipiza kisasi, yeye lazima atawaita tena wachezaji wake na kuhamasisha kuhusu hii mechi. Ndio maana nakwambia hii mechi inaenda kuwa ngumu sasa. Kwanza inaweza kuingiza Yanga kama underdog kwenye mchezo. Hii mechi inaweza kuingiza Yanga kama underdog kwa sababu Yanga alishafungwa 3-1. Kama Yanga anaingia kwenye mchezo anaingia kama underdog kwa sababu Yanga anaingia kama underdog kwa sababu alishapoteza 3-1. Alafu nyumbani kwako Chamazi.
Sasa je, unaenda ugenini unaendaje? Lazima Yanga aende kichwa chini miguu juu. Young Africans wanapaswa kumuita na kumkalisha chini Ali Shaban kwa hiki ambacho kinaendelea sasa. Kama hawakumwambia kwamba bwana nenda kaongee maneno haya, kama kaongea yeye kama yeye, basi Yanga, uongozi wa Yanga unatakiwa umchukulia hatua Ali Kamwe. Na kama mechi Yanga atakwenda kupoteza aidha kwa sare au kwa kufungwa, basi Ali Kamwe lazima wajibishwe, kwa sababu yeye ndiye aliyesababisha hii mechi iwe ngumu. Kiachana na hilo, Simba ni do or die, kufa ama kupona kule nchini Misri. Natumai hii ndio itakuwa interview yangu ya mwisho mimi na hapa ni baada ya mchezo wenyewe kuchezwa Aprili 2. JB64 nafasi kwa mnyama. Nafasi kwa mnyama ni kubwa. Nafasi kwa mnyama ni kubwa. Mimi wanaanziaga na sare mechi ya ugenini, ila akikaa vibaya basi tunaenda kuchukua point 3. Na vigezo vipo, iwe sansi ya mpira, iwe vyovyote vile. Simba statistics zinambeba. Umeelewa? Ukianza kwenye ligi, sawa? Ligi yetu namba 6 wao sawa, pamoja ni namba 5, lakini huyu bwana kwenye ligi yake amecheza mechi 17. Ameshinda mechi 8, amesuru mechi 6, amefungwa mechi 3. Ana pointi 30, ana magoli ya kufunga 19, ana magoli ya kufungwa, ameruhusu magoli 10 ngapi? 11. Kwa hiyo goal difference yeye ana goli 7. Ukija kwa Simba amecheza mechi 22. Umeelewa? Anashika nafasi ya pili, ana pointi 57, ana magoli takriban 50 plus, ameruhusu goli 8, ana goal difference 40 plus. Umeelewa? Na ana pointi 57, anashika nafasi ya ngapi? Nafasi ya pili kwenye ligi. Kwa hiyo moja kwa moja unaona fuadi ya Simba ni kali kuliko fuadi ya nani? Ya Al Masry. Alafu beki ya Simba ni kali kuliko beki ya nani? Beki ya Al Masry. Kwa hiyo fuadi yao haina uwezo mkubwa wa kutafuta magoli. Alafu beki yao vile vile inaruhusu magoli. Inakutana na fuadi ya Simba machachari na ni kali, na inakutana na beki ya Simba ambayo hairuhusu magoli. Kwa hiyo moja kwa moja ukienda kimataifa, kama utachukulia kigezo kwamba ligi yao ni namba 1, yetu namba 6, turudi kimataifa. Kimataifa Simba amecheza mechi 6. Katika mechi 6 Simba ameshinda mechi 4, amefungwa 1 ugenini na amesuru mechi 1 ugenini. Si umeelewa? Sawa? Ukienda hawa mabwana, Simba ana goli 8 na ameruhusu goli 3. Ukienda kwa hawa mabwana, kimataifa wamecheza mechi 6, wameshinda 2, wamesuru 2, wamefungwa 2. Wamemaliza na pointi 8. Kwa hiyo huyu kashika nafasi ya pili, kamaliza na pointi 8, Simba amemaliza na pointi 13, ameshika nafasi ya kwanza. Na ndio maana Simba anaanzia away. JB64, mimi na wewe tumezungumza mengi sana, huu mchezo tumeuchambua sana. Hatimaye tutakuja kuzungumzia hapa baada ya mchezo kipi kimetokea, tutakuja kudiscuss mimi na wewe. Shukrani sana kwa time yako. Asante sana.